subscribe to my channel. And also press this bell icon. Masaa ya Afrika Mashariki na Kati huku kwetu Tanzania. Tunaenda kuamulika Simba, lakini pia tunaenda kuamulika RS Berkane. Wachezaji gani hatari, uchambuzi wa kina kwa Dr. Mohamed. Komenti zimekuwa nyingi sana kwamba Dr. anafaa kuwa mchambuzi hata kukabidhiwa kipindi redioni, hata redio yoyote ile. Komenti zimekuwa ni hizo Dr. Lakini upo vizuri kwanza? Niko poa ndugu yangu, niambie. Mambo yanasonga. Leo unanipamba sana. Unataka kuokota ni? Tanzania ukisikia mtu akupamba sana, unajua anataka kuokota. Bwana Dr. mambo ni mengi kwa namna ambavyo finali ya kwanza RS Berkane dhidi ya Simba kule nchini Morocco. Kwa namna ambavyo tunawatazama RS Berkane na Simba, takwimu za mwisho kati ya Simba na RS Berkane si nzuri sana kwa mnyama. Tuanzie kwa RS Berkane, ni mpinzani wa aina gani kwa namna ambavyo akiwa nyumbani, lakini pia mchezo mkubwa kama huu wa finali? RS Berkane ni wapinzani wa aina gani kwanza? Tuanzie hapa Dr. RS Berkane kwa mechi za nyumbani ni mpinzani mgumu sana. Na umeona amemaliza kwenye mechi ya kimataifa unbeaten. Yes, sio jambo dogo. Na anapokuwa analizi yake ya nyumbani anakuwa na wastani wa 85% mpaka 90% ya kupata ushindi. Manake ukiwa kwenye ile percentage of winning. Lakini kwenye ile ratio of winning au rate of winning ana zaidi ya 9/10 ya kupata ushindi kwenye nyumbani kwake. Ukienda kwenye kudraw ana rate ya 7/10, lakini kwenye kupoteza ana rate ya 3/10. Unaona jinsi gani ambavyo ilivyo rate yake ilivyo chini kwenye upande wa kupoteza. Kwa hiyo ukiingia kwenye ardhi ya Berkane jijini pale, first matamanio yako ya kwanza itakuwa utoe sare, kwa sababu kupoteza kwake rate yake iko chini kwa 3/10. Yaani ina rate ya 3/10 ambao ni 30/100. Lakini kutoa kwako draw ni 7/10. Umeelewa? Lakini kushinda yeye ni 85% mpaka 90%. Unaona jinsi gani ambavyo alivyo na asilimia kubwa kushinda kwenye hali za nyumbani. Na hii ni kacha ambao wao wamejitengenezea RS Berkane. Wanapokuwa kwenye hali zao nyumbani wanakuwa kama wakali zaidi ya mbwa mwitu walioko kwenye msitu mnene, waliona kitoweo baada ya kuwa na njaa ya muda mrefu, namna gani ambavyo wanakuwa na hamu ya kukishambulia kitoweo hicho. Kwa hiyo ili kuweza kuwavaa Berkane na kuweza kuondoka salama kwenye mikono yao, kuna vitu vingi vya kuzingatia. Kwanza ratio ya umri ya wachezaji wa Berkane. Ratio yao ni miaka 25. Maana yake umechukua asilimia umri mkubwa umegawa kwa idadi yao, unapata 25. Kwa hiyo inakupa picha kwamba ni timu ya vijana. Ni timu ambayo inaweza kukimbia kilomita nyingi sana uwanjani. Ni timu ambayo inaweza kupiga pasi fupi na pasi ndefu kulingana na aina ya uhitaji wa mechi husika. Unaelewa? Kwa lazima uokope kucheza mpira wa kasi ukikutana na nani? Na Berkane, kwa sababu kasi yao ni mara 3 zaidi yako. Yes, kama utakuwa na mwendo wa kilomita 2000 kwa saa, basi wewe unatakiwa upunguze uwe na mwendo wa kilomita 500 kwa saa ili kulingana na chombo chako, kwa sababu mwendo wa chombo chochote kile kinategemea na uimara wa chombo chake. Unaelewa? Sasa Berkane kwa mpira wa speed, ile speed ya uchezaji wa mpira wako very fast kulingana na umri ambao wanao wachezaji wao wa sasa hivi. Plus na Simba yenyewe pia ina umri huo, kwa sababu wachezaji waliopo ndani ya klabu ya Simba ni 2 au 3 ambao wana above 30, lakini wengine wote ni below 26, ni vijana. Manake naye pia anaingia kwenye hiyo ratio ya 25 au ya 25. Berkane kuna watu hatari kama Haile, lakini kuna jamaa mmoja anaitwa jina lake ni gumu hapa nikutajie. Huyu ndio ambaye anawapa kiburi RS Berkane kwenye eneo la ushambuliaji. Anaitwa Lamriu. Nani? Lamriu. Anaongoza sekta ya ushambuliaji kikosi cha Berkane. Kwa namna ambavyo sifa zake umemfuatilia, ni mshambuliaji wa aina gani, lakini pia Simba wana kazi gani ya kumdhibiti, kuangalia kwamba wanakula naye sahani moja? Kwanza kwenye CAF Confederation Cup mpaka dakika hii yeye ndo anaongoza. Ana magoli 4. Ana magoli 4 na assist na assist 2. Kwa upande wa klabu ya Simba
mwenye magoli anayofuatia ni Jean Charles Ahoua na goli 3 akiwa na assist 4. Unaelewa? Kwa hiyo anaweza ka equalize hiyo takwimu kwenye mechi ya kwanza kama Jean Charles Ahoua atascore. Na kwenye mechi ya pili kama pia atafanya atascore, Jean Charles Ahoua anaweza kumaliza kama kinara wa ufungaji wa magoli. Lakini kwa kinara wa assist maana yake Lamlui amezidiwa assist na Jean Charles Ahoua kwa assist 2 kwa sababu yeye ana assist 2, huyu Jean Charles Ahoua ana assist 4. Huyu mwamba ni mchezaji mwepesi sana na ana maamuzi hatari sana anapokuwa kwenye offensive possession. Timu inapopossess mpira yeye huwa ni very sharp kureact na hasa kukaa kwenye maeneo sahihi. Kitaalamu tunaita good positioning. Ni wapi ukae wakati timu yako inapossess. Ina maana akili ya mchezaji inatakiwa iwe pana. Wakati unakimbia kulifuata lango la opponent, wakati huo unawaza mikimbio yangu hii kituo cha kwanza itakuwa ni wapi ili nikareceive mpira ambao utakuwa na manufaa kwangu mimi ku create chance au kufunga. Kwa hiyo ndio maana unahusisha ubongo na matumizi ya hiari kwa namna hiyo, kwa sababu mnapokwenda kwenye motion, mko kwenye acceleration position, timu iko kwenye mwendo, labda whether mpira hapo kwa wingi ya kulia au ya kushoto, wewe ni central striker, unakimbia hali ya kuwa akili yako na mentality yako inamwaza yule wingi aliye na mpira huu ananiwekea wapi ili niupokee kwenye eneo zuri ili niweze kutengeneza nafasi nzuri ya kufunga au ni score kabisa. Ndicho ambacho anakifanya huyu Lamlui. Ni bonge moja la mshambuliaji ambaye akilikaribia lango ni mkatili sana. Ni mkatili wa hali ya juu sana anapolikaribia lango. Nini wafanye mabeki wa Simba lakini pia Simba kiujumla kwa aina ya sifa ambao umemtaja mshambuliaji kama huyo? Na hatari yake na ubora wake, manake hizi strength inaonesha katika attempts ambazo amezifanya kwenye mechi amefanya attempt 3, basi ujue 2 ni goli. Manake ana 80% ya shot on target ambazo amezipiga zote zikawa goli. Ko is a very dangerous person to watch. Lazima umwangalie kwa majicho mawili. Kuna namna gani ambayo unaweza kumprotect asije kaleta madhara kwa upande wako wewe kwenye lango lako. Njia ya kwanza ni kumzuia asicheze mpira ambao yeye ameuzoea. Vyovyote vile forward atakuadhibu kama atacheza mpira ambao ameuzoea na atapata conducive environment yeye itakaomwezesha yeye kuweza kupata goal to score au apate chance opportunity to score. Kama atapata chance ya kuscore ndio atakuwa anawaadhibu. Kama hawezi kupata chance ya kuscore maana yake hawezi kuwa hatari kwa nyinyi. Nini kifanyike? Maana yake ni kumtibulia mipango. Asiwe na mpira mguuni muda wote. Pawepo kuna mtu ambaye kazi yake kubwa ni kumtibulia mipango. Kwamba hiki kiumbe kisikia na mpira mguuni. Akipokea pasi, aachie pasi haraka kwa sababu there is opponent player anakuja kwa ajili ya nini? Ya kumwekea hiyo distraction. Unanielewa? Kifanyika hicho maana yake utawavuruga kwenye tactical approach. Maana yake wao tactical approach yao itaanza au saizi unakuzungumza kwenye training ground pale Bekane namna gani ambao viungo washambuliaji creation area inaweza kutengeneza mazingira mazuri ya kumpikia Lamlui. Unaelewa? Ya kumpikia Lamlui impikie chances zipi na maeneo yapi. Kwa wakati wao wanatengeneza hiyo ndio mkakati mzima ambao wachezaji wote wa Bekane watenda nao kwenye pitch kwenye uwanja. Kwa hiyo ikipatikana mwalimu ambaye anaweza kutibua mpango maana yake umevuruga akili nzima wachezaji wacheza vipi. Ile structure uchezaji umeivuruga wewe kama kocha. Paka waanze kulishape structure tena nyingine kwa maelekezo mwalimu nje. It's too late. Nyewe mmeshapata matokeo. Unanielewa? Kwa kwanza ni kutibua mipango namna ambavyo watamtumia huyo mchezaji. Wakati huo na kuna majicho mengine yamuone mtu kama Haile ambaye naye pia na uwezo hatari wa kufunga, kupiga mpira mirefu, kukimbia na mpira, kutengeneza nafasi. Unaelewa? Naye pia unamdhibiti vipi? Unaelewa? Kwa hiyo akitengeneziwa hayo mazingira inaweza kumaliza first half. Hawajapata shot on target which is very difficult. Ukiangalia kwa mchezo wao ambao amecheza kwa ligi ya mabingwa msimu huu, hakuna mechi wamaliza hana first half wana shot on target. Wana wastani wa kupata shot on target 5 mpaka 6 kwa first half. Second half wana wastani wa kupata shot on target 4 mpaka 7. Can you imagine kama timu ya aina gani? Maana yake muda mwingi wanashambulia
lango lenu. Kwa kama wakishambulia lango lenu lazima uje na approach ya kuweza kumzuia huyu mtu asilikaribie lango, hasa 14 zone, 15 zone, 16 zone ambazo zinaonekana ndio most dangerous areas ambazo zinakaribia na lango lako. RS Berkane watapushi kwa namna kupata matokeo ugenini. Kwa aina wachezaji hapo umewataja wengi ni vijana. Watapushi kushambulia kwa wingi. Upi mfumo sahihi wa Simba ama Fadlu Davis kuingia nayo kwenye hii mechi? Ana mchezaji kama Elie Mpanzu na Kibu Denis, ipi faida ya Mpanzu kwenye huu mchezo, lakini pia mfumo wa Fadlu Davis kwa namna ambavyo kupata chochote kitu? Mfumo mwalimu Fadlu Davis ambao unaweza kumpa matokeo siku hiyo ni mfumo wa 3-5-2. Yaani unacheza mfumo wa 3-5 alafu mbele unakuwa na watu wawili washambuliaji. Kwa nini? Ukiwa na back 3 ndani yake kuna beki watano na viungo watano wa ushambuliaji. Timu kila viungo wengi ndani ya uwanja, maana yake inakupa uwezo wa kumiliki mpira muda mwingi, kuhold mpira. Ukiwa na uwezo kupossess mpira muda mwingi, maana yake wewe utakuwa unapunguza kwanza muda, unapoteza muda, lakini pia utakuwa ni sehemu ya wewe kujilinda. Defensive mechanism entity. Unanielewa? Ya wewe kujilinda, unapossess mpira mara nyingi, passes za fupi mrefu, kwa sababu unao holders, unao holding midfielders ambao wanaweza kufanya huo uwezo, wenye huo uwezo. Lakini pia ukiwa na back 3 wakati wa transition phase to defensive, maana yake timu inapokuja kwenye kuzuia kwenye eneo lenu, unakwenda kuzuia kwenye eneo lenu, mnakuwa na wachezaji 8 wanakuwa kwenye zoni ya uzuiaji. Wachezaji 8 na wachezaji watatu wanakuwa wamekaribia eneo la mstari wa kwanza wa uzuiaji, kwa sababu mstari wa kwanza wa uzuiaji inaanzia kwa defensive midfielder, kiungo wa ukabaji, kuja paka kwenye eneo la nyuma. Kwa mkiwa off possession mnashambuliwa, mna react haraka kuja kwenye eneo yenu kuziba mashimo. Wakati huo mko wengi, mnacheza na center back watatu sio mmoja. Wakati huo mmeua full back namba 2 kuifanya kama kuwa wing back, lakini wakati wa kuzuia nayo inakuwa ni full back. Mnakuwa na mabeki 5 mpaka 6 kwa eneo hili, plus viungo wako ukabaji wawili ambao ndio pivot, nao wanashuka wanakuwa 7. 11 na namba 7 nao pia wanashuka. Kwa mnakuwa mko wengi. Kwa kama mkiwa wengi, wapinzani wenu watakosa maeneo ya kupitisha mpira kwa urahisi, na hatimaye italazimika kurudisha mpira kwao kwenye zoni yao ili waanze build up phase tena upya, wajipange ili kuattract nyinyi muende tena kwao ili waweze kwenda mbele kwa ajili ya nini? Ya quick transition. Hiyo ndio faida ya huo mfumo wa 3-5-2. Lakini mfumo huu unakupa option. Ukitaka kushambulia lango la mpinzani, mnashambulia kwa haraka zaidi kwa kutawanya mipira kwenye maeneo mengi. Mnakuwa na option hiyo. Mpeleke mpira kushoto maeneo la uwanja au kulia maeneo la uwanja ambapo malaka na winga Mpanzu na winga Kibu Denis, au mtumie kwenye maeneo ya mbele. Mnakuwa na option nyingi kwa sababu tayari mfumo umewaruhusu kucheza hiyo option. Kwa option ya kwanza ni ya kujizuia, which is good, ambacho Simba anatakiwa kufanya cha kwanza ni kuzuia RS Berkane asipate goli. Kama Simba anaweza akazuia dakika 90 RS Berkane asipate ushindi wa aina yoyote au goli aina yoyote, hiyo ni credit na ni sifa kwa klabu ya Simba. Ni ushindi mkubwa sana, unaelewa? Hiyo ya kwanza. Ya pili ushindi kwa Simba kabisa, kwa sababu ni mechi inaanzia away. Kwa hiyo kama unapata away sale, ni ushindi mkubwa ambao unatakiwa you have to proud with it. Kwa hiyo hicho kikifanyika, cha kwanza cha kulinda goli ni safi. Cha pili kuangalia, okay, tumeshalinda goli letu liko salama. Kwa mfumo huu wa 3-5-2 tunaweza tukapata opportunity ya sisi kuscore. Ndio pale mwalimu ambapo anacheza na viungo wawili katikati, ambao nimesema kwangu mimi nitamani aanze Jean Shazi Ahoua acheze na Mutale Budo, Joshua Mutale. Hii mechi inamfaa kabisa kwa aina uchezaji wake. Yes. Hii mechi inamfaa kwa sababu RS Berkane ni wazuri kwenye kuzuia. Yaani ambapo unaona ni wazuri kwenye kushambulia, nao pia ni wazuri kwenye kuzuia, kwa sababu mechi hizi zote ambazo wamecheza, kuna mechi ambazo wametoka mechi nyingi sana bila kufungwa, wamekuwa na clean sheet. Maana yake inakuonesha namna gani walivyoimara kwenye eneo lao la ulinzi. Kwa hiyo anapoingia Joshua Budo Mutale anakupa assurance ya kuifungua defense yote ngumu. Yaani unasema ufunguo malaya. Unafahamu jambo la ufunguo malaya? Popote pale panafungua mlango uliofunguka.
lakini sijasema Mutale ni funguo malaya. Yani nafanana kwamba unapozungumzia ufunguo malaya maana yake ni ufunguo ambao unafungua kufuli yote ngumu. Kwa hiyo Joshua Mutale anaweza kutumika kufungua mlango wote mgumu ambao umefungwa na kufuli gumu kwa sababu ya aina ya uchezaji wake. Anaweza kusprint, anaweza kupiga ile pasi fupi, touch za hapa na pale. V against one ni mzuri, kuna kupenetrate, kuna kupaswed, anaweza kufungua defense kirahisi na akascore. Umeona alivyofanya dhidi ya ilikuwa dhidi ya KMC mechi ya mwisho, namna ambavyo defense lineup ya KMC iko na watu 7, lakini yeye aliweza kuifungua akapita katikati yao kama Yesu Kristo, akaweza kutoa na assist ya goli na akascore. Kwa uwepo wake Joshua Mutale kwenye mechi ya Berkane kunaipa faida Simba kumrahisishia. Kama Berkane watakuwa na ukuta imara kiasi hicho, kwa kama hataki kuruhusu goli nyumbani, basi kipa kirainishi au Rubicon tunamuita Joshua Mutale anayeweza kuifungua defense na kumrahisisha kazi Steven Dese Mukwara au Rene Lateba kama atakayekuwa mpango nafasi ya mbele na timu tukapata goli la ugenini ambalo tukilipata sisi kwa tutakuwa ni faraja kubwa sana, ushindi mkubwa sana. Dr. ipi faida ya Kibu Denis na Elie Mpanzu kwenye huo mchezo? Inaonekana kwamba Simba wataenda na kujilinda zaidi. Faida yao itakuwa ni ipi kwenye huo mchezo wa ugenini, Elie Mpanzu pamoja na Kibu Denis? Faida yao ni kuwachosha wapinzani. Hiyo ya kwanza. Unapokuwa na mchezaji mwenye pumzi kama Elie Mpanzu Kibisawala, mwenye spidi kubwa kama Elie Mpanzu Kibisawala, mwenye uwezo kukimbia na mpira umbali mrefu kwa muda mrefu, mwenye uwezo kudribble, ile dribbling with speed with anticipation unaiona kabisa kwa Elie Mpanzu anayo kwenye pesi zote, ile pesi ya kushoto au ya kulia, kwenye wide space au narrow space, zote anafanya hivyo. Ni faida kubwa sana kwa sababu kwanza utatengeneza notification kwamba wale RS Berkane wataweka tahadhari kwamba tunaye mchezaji hapa wa Simba, kama tukimpa nafasi ya kuitawala eneo letu basi anaweza akaleta watakuwa na mjua vizuri Elie Mpanzu mpaka hivi sasa. Bila shaka watakuwa wamefanyia homework kwa sababu wataona kama ukiwa na mchezaji hatari ambaye anasababisha madhara kwenu, maana yake huwezi kupanda kirahisi mbele. Kwa fullback ya kulia au ya kushoto ya RS Berkane itakuwa haendi, wakati timu ina possess timu yake mpira haipandi mpaka mwisho. Itakuwa inaishia kwa mstari wa katikati, which is good kwa Simba kwa sababu inakuwa imewapunguzia road ya wachezaji ambao watakuwa kwenye eneo lao. Unanielewa? Vivyo kwa Kibu Denis vivyo hivyo. Aina ya uchezaji wa Kibu Denis na Mpanzu ni the same. Unapokuwa na mchezaji hatari hapa anaweza kukimbia kama Kibu Denis kwenye eneo la kushoto kuachusha mabeki. Ni faida kwa sababu hata mabeki wao wale hawawezi kupanda zaidi kuengage kwenye eneo la ushambuliaji la klabu ya Simba kwa sababu wana mtu hatari wanayemhofia. Akipata mpira akiwa peke yake basi ni kamba ambaye ndio Kibu Denis na nani na Elie Mpanzu Kibisawala. Hiyo ndio sifa. Lakini sifa zao zingine, wachezaji hawa wana uwezo mkubwa sana kutengeneza nafasi, wana uwezo mkubwa pia wa kufunga. Tumeona wamekuwa ni wachezaji wazuri. Umeona Zanzibar pale dhidi ya Stellenbosch namna ambavyo Elie Mpanzu Kibisawala alipotengeneza nafasi 3 isiyo bahati eneo letu la ushambuliaji likashindwa kutumia nafasi hizo za wazi ambazo zingeweza kutupa magoli mengi sana kwenye mechi kama ile. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye wa daraja kubwa sana, class kubwa. Nadhani homework ya mwalimu wa RS Berkane ipo kwa Mpanzu na Kibu Denis zaidi pamoja na homework ya mwalimu. Dr. naomba urudie hapa. Homework ya mwalimu wa RS Berkane ipo kwa Elie Mpanzu Kibisawala pamoja na Jean Chazi au na Kibu Denis kwa sababu hao ndio wameonyesha rate kubwa sana ya upambanaji kwenye mechi ya kimataifa na namba zao zinaongea hata kwenye vikosi bora vya CAF ambavyo vimetoka vya wiki au vya mwezi au vya group stage robo finali na nusu, wachezaji hao ndio wapo zaidi. Kwa hiyo mwalimu kama wa RS Berkane kwa sababu wao wanacheza na namba na takwimu, ni professional wale coaches wanacheza na nani ka perform zaidi kwenye mashindano ya CAF. Hao ndio watakaowekea nguvu ya kuweza kuwatathmini na kuwachambua zaidi nini wachezaji wao wakifanya ili kuweza kuwadhibiti wasije kuwa na madhara kwa upande wao. Dr. quality ya performance ya RS Berkane, quality yao kijumla inaweza ikawasumbua Simba uwanjani? Quality kiujumla wanavyocheza, uchezaji wao, performance ya mchezaji mmoja inaweza kuwasumbua Simba kiujumla? Of course wana timu nzuri Berkane. Hakuna anayekataa hivyo kwamba hawana timu nzuri. Ni timu nzuri lakini kwa ukomavu ambao wanao Simba Sports Club, maturity. Unajua ndani ya misimu 7 klabu ya Simba imecheza robo finali ya CAF Champions League mara 4, robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara 3 na imefika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara 1 kwa misimu 7, yani miaka 7. Lakini katika miaka hiyo 7 imekutana na majanti wote Afrika isipokuwa Mamelodi peke yake. Imekutana na Orlando, imepata matokeo Benjamin Mkapa, imekutana na Wydad, imekutana na Kaizer Chiefs, imekutana na Raja Casablanca, imekutana na National Al. Kwa wale majanti wote wa Afrika Simba imekutana nao na ikawapiga. Mara mwisho Simba kucheza kimataifa na National Al kwenye uwanja international Cairo pale Misri, Simba tuasali ya 2-2. Maana yake ni credit kubwa kwa klabu ya Simba. Kuna hali ya ugenini kutoa sare ya 2-2 sio jambo dogo. Kwa hiyo anakutana na timu ambayo ni RS Berkane ambayo hata namba 4 barani Afrika haipo. Simba leo iko top 4.
msimu ya 4 barani Afrika kwa bora. Kwa hiyo experience yake ya Simba kwa mashindano ya kimataifa inampa confidence kuingia kwa kujiamini kwamba though timu kubwa hii Berkane na heshima naipa credit, lakini kwangu mimi haitonipa changamoto kwa sababu tayari kuna michezo mikubwa na timu kubwa nimeshakutana nazo zaidi ya huyu RS Berkane. Nimekutana na National Ali nikapata matokeo why Berkane. Kwa hiyo Simba hatakuwa gaziko, na ndio maana umeona msafara wa klabu ya Simba umekwenda umesheheni viongozi waandamizi, wachezaji wa zamani, viongozi wa serikali, wachezaji, benchi la ufundi umesheheni kuhakikisha kwamba RS Berkane anapoteza kwenye ardhi yake nyumbani. Na mimi niwaambie tu mashabiki wa klabu ya Simba kwamba inawezekana Simba kapata matokeo pale Berkane. Inawezekana Simba kapata matokeo Berkane. Dr. Mchezo wa mwisho kati ya Simba na RS Berkane, kuna namna Simba atakuwa amejifunza kitu kwenye ule mchezo wao wa mwisho kwa namna head to head walivyokutana na wanaenda kukutana tena? Hapa nyumbani tuliwafunga bao moja. Mechi ya away kuna hatua robo wakatufunga bao 2-1. Wao wakapita kwa magoli ya ugenini. Na lazuri. Na kama unakumbuka manusura Luis Mixon asawazisha ile goli baada ya kugonga Besela goli mpira ukarudi. Kwa hiyo kuna kitu tumejifunza kwamba tupate na kule kwao watufunge kwa idadi ndogo ya magoli. Kama kitokeo wametufunga. Na kama itokea tumeshinda tushinde magoli ya kutosha, kama goli 2 au goli 1 pia inatosha. Ili mechi ya nyumbani tuweze kuimaliza tukiwa katika kwenye comfortability zone ya Benjamin Mkapa na atmosphere ya mashabiki na turuhusu kuweza kumaliza game hiyo na tumea kuchukua ubingwa. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tumejifunza, lakini tumejifunza kwamba tuko na kwama padogo sana. Yaani kuna vitu vidogo tunakwama kuvikamilisha hapa nyumbani kuvuka hatua inayofuata. Hapa nyumbani tulikuwa tunashinda kuwapiga watu goli nyingi ili kule na kwenda kwao tukashikilie shilingi. Hatimaye tunafunga goli moja, tulimfunga hapa RS Berkane bao moja, kule katupiga bao 2 tukatoka. Tumemfunga Wydad bao moja hapa, kule karudisha bao tukaenda penalty tukatoka. Tumemfunga Wando bao moja hapa, kule karudisha goli moja tukaenda penalty tukatoka. Maana yake message ni kwamba tulipaswa kumaliza mechi nyumbani kule ambapo tukashikilia bomba, lakini this time around Mungu amekuwa upande wetu. Tunamaliza nyumbani, tunaanzia ugenini, tunamaliza nyumbani. Kwa hiyo inawezekana hilo lisiwepo na Simba kajifunza kutokana na makosa na tukarekebisha pale ambapo tulikosea na hatimaye tukachukua ubingwa kwa mara ya kwanza katika historia ya soka Tanzania. Nani anaingia kama underdog kwenye mchezo? Umezungumzia RS Berkane quality, lakini ukubwa wa Simba imekuwa inafanya vizuri kimataifa. RS Berkane imekuwa anachukua mara nyingi sana kombe ile ya shirikisho. Nani anaingia kama underdog kwenye mchezo? Anaingia kama underdog kwenye mchezo ni RS Berkane. Berkane anaingia kama underdog. Ingawa mwaka jana kafika finali, mwaka juzi kafika finali, mwaka 2018 pia, 2021 alikuwa ni 2021 alifika robo finali ya CAF Champions League, 22 pia robo finali. Kwa hiyo sisi kama majanti Simba anaingia kama giant na RS Berkane anaingia kama underdog kwa sababu hata kwenye top ranks za CAF Simba ni 4 barani Afrika kwa ubora. RS Berkane haipo kwenye nafasi. Asilimia za Simba kule ugenini zipoje Dokta? Sale, ushindi, kufungwa, asilimia zipoje kwa upande wako? Na sale ama ushindi ama kufungwa kwa Simba, asilimia kwako zipoje kwa aina timu kama Berkane? Kwa Simba kutoa sale ama kufungwa ama Simba kupata ushindi, asilimia zipoje kwa namna ambavyo unaichekecha? Kwa asilimia za Simba kushinda Berkane ni asilimia 60. Kutoa draw ni asilimia 95.5. Kwa asilimia kushinda iko asilimia 60, lakini kutoa draw ni asilimia 90.5 kwa kushinda pale mjini Berkane. Lakini kwa Benjamin Mkapa kwa asilimia Simba kufunga ni 100 zaidi ya 100. Bana, tumeuchambua mchezo huo kwa ukubwa sana. Mambo ni mengi. Faisal Salum amekuwa akitikisa nyaya kuelekea Msimbazi, lakini pia siku kadhaa ilikuwa jina la Elie Mpanzu linatajwa kwamba yupo kwa mkopo Simba. Mambo yalikuwa ni mengi. Tumeona viongozi wenyewe wa Simba pia wameibuka. Hatima ya Elie Mpanzu Simba, Dokta, imekuwa inazungumziwa sana. Performance yake ndio imefanya kwamba azungumziwe sana Elie Mpanzu. Tumeona mashabiki wa Young Africans wakisema kwamba Elie Mpanzu yupo kwa mkopo Simba. Ili performance yake, unajua ukiwa huandamwi na wanadamu unapaswa ujiulize mara mbili. Yaani wewe ukiona wewe ndugu yangu usemwi wala hakuna anayekuzungumzia, basi ujue watu hawatambui umuhimu wako. Kuzungumziwa kwa Elie Mpanzu kibisawara kuna kuja baada ya performance ameonyesha ndani ya miezi 4. Kwa sababu Elie Mpanzu kibisawara ameanza kucheza kwa dirisha dogo la Januari. Simba imsajili mwaka jana kabla mechi ya Al Ahly Tripoli ya Libya, lakini ameanza kutumika dirisha dogo la Januari. Kwa hiyo leo tunakuambia tarehe 10 na leo 15. Leo 15 leo tarehe 15. Leo tarehe 15 maana yake
ana siku 120 tangu awe klabu ya Simba. Kwa hiyo ameanza ni robo msimu. Unaelewa? Kwa hiyo Simba alisainiwa na klabu ya Simba. Elie Mpanzu alisainiwa na klabu ya Simba kwa miaka 2. Tulikuwa na kipengele cha kuongeza mwaka mmoja mbele inapobidi. Kwa mpaka dakika hii ametumikia miezi 4 tu, kwa bado mwaka mmoja na ushe. Ni mchezaji halali wa klabu ya Simba. Watu wengi wanafikiri Elie Mpanzu ni mchezaji wa AS Vita. Hapana. Elie Mpanzu sio mchezaji wa AS Vita. Elie Mpanzu ni mchezaji wa A Venture ya kutoka pale Kongo. AS Vita alikwenda kwa mkopo. Unaelewa? Na hata ITC yake imetoka A Venture ni A Venture. Ndio hiyo ya kutoka pale Kongo. Ni timu ambayo kwa inashiki daraja 3 Kongo kule. Kwa hiyo watu wengi walikwenda Kongo, hasa upande wa Yanga, kwenda kuulizia upatikanaji wa Elie Mpanzu. Wakaambiwa na wenye mchezaji kwamba mchezaji saizi ni mali ya klabu ya Simba na hatuwezi kukiuka mikataba na makubaliano. Labda baadaye sana kama nyinyi mtakuja baadaye mkataba wake umeisha, tuone uwezekano wa nyinyi kumnunua. Lakini kwa sasa hivi bado tuna biashara na Simba ambayo ni biashara hai, biashara yenye makubaliano na mshahara mkubwa tu, na sasa ni mchezaji halali wa klabu ya Simba mpaka mwaka 2027. Unaelewa? Kwa Mpanzu yuko Simba mpaka mwaka 2027. Wajue hilo. Sio kwa mkopo wala kwa bei ya jumla au kwa bei ya rejareja. Hizi propaganda zinazoletwa na Mwalimu Yanga na wachezaji na mashabiki wengine wa Yanga ni propaganda za hovyo ambazo mashabiki wa klabu ya Simba msinipigie tena simu. Tuniuliza hii sababu leo ndo natolea ufafanuzi. Epukaneni na propaganda zinazoendelea sasa kwenye taifa letu kuhusiana na Elie Mpanzu na wachezaji wa Simba na mambo mengine yanayohusiana na Simba, sababu wenzetu wameshapanga kutuharibia finali isiwe na mvuto wala isizungumzwe sana kwa ajili ya kutuletea propaganda kama hizi. Performance ya Elie Mpanzu, mashabiki wa Yanga ama Yanga kiujumla, nimemwona hata Alikamwe naye aliibuka akasema kwamba wachezaji ambao wapo kwao kwa mkopo tumeshaanza kuwasajili. Mashabiki wa Yanga nao wamekuwa wakimzungumzia Elie Mpanzu kwamba Mpanzu ni mali ya Yanga, kwamba performance ya Elie Mpanzu, au huenda mashabiki wa Yanga wenyewe na Yanga kiujumla wameikubali performance ya Elie Mpanzu. Tuizungumzie hapa mashabiki wa Yanga na Yanga kiujumla wenyewe huenda wamevutiwa na performance ya Elie Mpanzu. Ukweli ndio huo. Performance ya Elie Mpanzu mashabiki wa Yanga wamevutiwa nayo na viongozi wa Yanga wavutiwa nayo. Viongozi wa Yanga walikwenda Kongo kuulizia uwezekano wa kumpata Elie Mpanzu. Yaani wao walijua labda Simba amemchukua Elie Mpanzu kwa mkopo. Hapana, hayupo kwa mkopo Simba, kanunuliwa. Mchezaji ambaye alikuja kwa mkopo klabu ya Simba ni Jean Otosi Baleki peke yake. Simba hainaga wachezaji wa mkopo wengi kama Yanga. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo Simba watulie, wana Simba watulie, wanachama watulie, focus na finali. Wao tunajua wanamtaka Elie Mpanzu kwa sababu anaondoka Ziki, hawana replacement yao. Stefan Avizi ameshaaga kwa wachezaji, ameshaaga kambini, ameshaaga kila mtu, anaondoka. Msimu ujao Aziki akicheza Yanga, mimi nakupa milioni 1. Dr. naomba tuisave hii kwamba Stefan Aziki akienda kusalia Young Africans msimu ujao Yanga Aziki akicheza Yanga, mimi nakupa milioni 1 wewe. Na nisipokupa kanishtaki polisi. Dr. tunaisave hii kabisa. Na uhakika huo, mimi si mzee za Cuba brother. Najua hizi nakupa za ndani kabisa. Yanga wana haki kutafuta replacement sahihi ya Stefan Avizi. Kwa wameangalia wakaona Elie Mpanzu ndio mtu sahihi, wanampataje yuko Simba? Ndio wameanza propaganda za kupropagate ili kumnasa, lakini hawawezi kumnasa. Yes, mchezaji yuko Simba mpaka mwaka 2027 na tunatamba naye. Kama unamtaka Elie Mpanzu njoo mezani kama una hela. Kama unamtaka Elie Mpanzu nenda klabuni Simba pale. Unaye na uongozi wa klabu ya Simba ukupe taratibu za kumpata Elie Mpanzu kibisa wala. Dr. Ahmed Ally aliibuka na kuzungumzia kwamba aliyekuwa wao atakuwa wetu na wakwetu wataendelea kuwa wetu. Kauli ya Ahmed Ally